kwa Kisungu. Kiswahili ni hukumu, kwa Kisungu naweza kuandika judgment. Hallelujah. Katika pita zangu, hata wewe maybe sisi uokoke kabla upate kuelewa, umekuwa ukihubiriwa kwamba you are waiting for a judgment. Hallelujah. Kwamba unaongojea hukumu yetu kwa ndani ya Kristo, lakini kwamba unaongojea hukumu. Yaani kuna mashtaka mbele zako ambayo yanakungoja. Na unaambiwa one time Mungu akifunuliwa, ama mwana wa Mungu akifunuliwa, ambaye ni Yesu Kristo, anasema kwamba akifunuliwa, judgment you will face judgment, ama utapatana na ile hukumu. Haleluya. Sasa kitu tunataka kujua, tuangalie leo hii hukumu ambayo kila hata leo hii hata watu walio ndani ya Kristo bado wanahubiriwa kwamba wanangojea hukumu. Yaani they are waiting for a judgment. Hallelujah. Sasa ndio nataka tuangalie zaidi kwa kina, kana kwamba kweli tunangojea hukumu ama atungojei, ama ni vipi. Hallelujah. Maana hiyo ndio kitu ambacho kinasumbua watu. Hata mtu yamkini walio ndani ya Kristo, yamkini waliosaliwa mara ya pili, yamkini wewe ambao uko ndani ya Kristo, maandiko yanasema kwamba umeketishwa na Baba, tunaambiwa unangojea hukumu. Hallelujah. Yeah, you are waiting for a judgment. You are in Christ. Yaani uko ndani ya Kristo, lakini unaambiwa unangojea hukumu. Safiri moja kwa moja maandiko katika kitabu cha Warumi 8 kuanzia pale. Maana kila mtu wanapotuhubiria ama wanapohubiri wanasema kwamba tunangojea hukumu. Jiandae kwa ajili ya hukumu. Ya hukumu inakuja. So hii hukumu, hii judgment ambayo inakuja kivipi? Ama inakuja kwa nani? Ama nani analeta hiyo hukumu? Ndani ya watoto wa Kristo. Maana wanahubiria kwa ujumla. Hata wanakwambia, hata wewe imagine mtu anakutana nawe anakwambia jichunge, hukumu inakuja juu yako. Uko na mashtaka juu ya Baba. Someo Warumi 8 kuanzia 1. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao. Sasa basi hakuna hukumu. Tuendelee pole. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo. Juu yao walio katika Kristo. Hallelujah. It is very clear. It is self-explanatory ya kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya nani? Ya Kristo. Wao uko ndani ya Kristo ama bado? Na mtu anakuja na kwambia tunangojea hukumu. Yet maandiko iko wazi na very clear that hakuna hukumu. There have now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not according to the flesh but according to the Spirit. So sasa basi hakuna hukumu. Sasa mtu ambaye anakuhubiria hukumu anakuhubiriaje? Wewe ambao uko ndani ya Kristo. Tumsifu Yesu. So wewe unafaa kuwa ndani ya Kristo katika furaha. Siku zote ukijua kwamba hakuna lawama juu yako, hakuna hukumu juu yako, hakuna wa kuhukumu, hakuna kile ambacho kinaweza sababisha upate hukumu mbele za Yesu. Haleluya. Mbele za Baba uko safi, mbele za Kristo umeoshwa, umetakasika, na hakuna hukumu na umeondolewa mashtaka yote. Hakuna mashtaka ndani yako mbele za Baba. Haleluya. Amen. Nasema aje? Tuendelee verse 2. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima. Kwa sababu ni kwa nini hauna hukumu? Ni kwa nini hauna hukumu? Unapojiuliza swali, mtu anapokuuliza kwa nini hauna hukumu, anasema ni kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu. Ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru. Bali na sheria ya dhambi na mauti. Bali na sheria ya dhambi na mauti. So kwa hivyo wewe kila ambacho kinafanya usipate hukumu, already uko na uzima. Ile roho ya uzima imekuweka huru mbali na sheria ya dhambi na hukumu na mauti. Haleluya. Hata mauti hakuna mbele zako. So hakuna kuhukumu. Wewe una hukumu mbele za Kristo. John 3:17. Mtu asafiri hapo kidogo. Yaani Yohana ama uanzie hapo. Uanzie 16 ama. Tuanzie 15.
ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Ya tuanzie 14. Sawa. Na kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka changwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Sasa hapo 17. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu. Yeye tunaambiwa anakuja kuhukumu. Na maandiko iko wazi kwamba hakumtuma mwanawe. Mungu hakumtuma mwana ili ulimwenguni ili akuja ukondemu. Hakumtuma. Ile alimtuma kufanya nini? Kile ambacho alimtuma kufanya ndicho ambacho unafaa kuambiwa. Hii si kazi ya Yesu. Kazi ya Baba haikuwa akuje kuhukumu ulimwengu. Kazi ya Mungu haikutuma mwana akuje kukuhukumu wewe. Alikuja kufanya nini? Tuone vile alikuwa anatumwa kufanya. Maana amesema vizuri. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni kukuja kuhukumu ulimwengu, bali kufanya nini? Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bali ulimwengu uokolewe katika yeye. So kile ambacho Mungu alikuwa anataka ni wewe uokolewe, si uhukumiwe. Haleluya. Hakutuma uhukumiwe. Sio kama unaipata. Sasa wanapata aje wale ambao wanakuambia kwamba kuna hukumu? You are waiting for a judgment. Which judgment? Where is judgment coming from? Yet you are in Christ. Hallelujah. Kama uko ndani ya Kristo, na maandiko iko very clear that hakutuma mwana ulimwenguni akuje kuhukumu ulimwengu, bali wawe waokolewe katika yeye. 18 anasema aje? Amwaminie yeye hahukumiwi. Hamwaminie yeye hahukumiwi. Already kama wewe ushamwamini Baba, hakuna hukumu. Iko very clear. Nataka uelewe, na kama kuna swali tafadhali uliza. Anasema hamwaminie yeye hahukumiwi. Tukwate vizuri. Whoever believes in has no judgment. There is no condemnation to that person who believes in Christ. Amwaminie yeye hahukumiwi. Asiamini amekwisha hukumiwa. Asiamini amekwisha hukumiwa. Si hata atahukumiwa. Asiamini amekwisha hukumiwa. Hukumu gani? Na hukumu bado si kwamba imemfunga hawezi pata rehema za Baba. Hata mwenye ambaye anasema kwamba hajaamini, maana anasema asiamini amehukumiwa. As long as huyo mtu ako uhai, bado neema za Baba inatawala. That person anaweza toka katika hiyo hukumu ya Baba, hata kama anasema kwamba asiamini amehukumiwa. Lakini maana tumesema inatuambia kwamba iko very clear ya kwamba aliamini ahukumiwi. Alafu unakuta mtu anakuambia eti, yani mtu anakuja kama hapa tu kwa akili zake nzuri hatimamu, anakuambia eti are you ready for a judgment? Yani which judgment? Which judgment? Who will judge us? Yet you are in Christ. Who will judge us? Because hii ni maswali ambayo mtu kama unafaa muulize, ni hukumu gani? Nani atakaye tuhukumu? Ama nani atakaye wahukumu walio ndani ya Kristo? Ni nani? Si tupewe jibu. Ama wale ambao maybe wanatuambia ama wanasema kwamba kuna hukumu, hata yamkini wale ambao ndani ya Kristo anawahubiria kwamba kuna hukumu, si mtuambie nani atakuja kuhukumu, na ni hukumu ya aina gani na kwa nini? Because wewe ambaye uko katika Kristo amesema vizuri, aliamini ahukumiwi. Alafu mtu anakuja anakuambia unahukumiwa. Hukumu gani? Nani anakuhukumu? Hello? Nani atahukumu? Nani hukumu ya aina gani? Bado tunahukumiwa nani? So hakuna hukumu kwa yule ambaye ako ndani ya Kristo. Hakuna hukumu. Tumsifu Yesu. Amina. It is very clear. Wewe uko ndani ya Baba, wewe uko ndani ya Kristo. Hakuna hukumu ndani yako. Tumsifu Yesu. Si kama tunapata.
So usikuwe na wasiwasi ama usikuwe na shaka ukiwa katika Kristo. Wakati ambapo unamtumikia Baba, tunasema kwamba wacha tu tunangojea hukumu. Na nani? Mnangojea mkiwa na nani? Au hukumu hata tumesoma hata pale Warumi nasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu. Kwani ndani ya Kristo, maana sheria ya uzima imeniweka mbali. Yaani wewe na hukumu. Wewe na hukumu ile ambayo wanasema hukumu uko mbali sana, ni kama mbingu na dunia. Vile ambavyo unaona mbingu na nchi sikuwa mbali, wewe uko mbali na hukumu. Hakuna kuhukumiwa wewe ambao uko ndani ya Kristo. Tumsifu Yesu. That is the thing. Hakuna kingine na haitabadilika hivyo, itakuwa hivyo forever and ever. Ya kwamba hahukumiwi. So hakuna hukumu ndani ya muamini. Hakuna hukumu ndani ya mwana wa Mungu. Hakuna hukumu ndani ya yule ambaye ako katika Kristo. Hahukumiwi. Ashapata yeye rehema. Na hata msaidia yote alikuwa chombo cha rehema cha Baba. Haleluya. So hakuna hukumu. It will be like that. Hakuna kubadilisha na haita change. Hebu tusome Yohana 5:24. Yohana 5:24. Yohana 5:24. Nasema aje? Amini nawaambia. Amini nawaambia. Yeye alisikia neno langu. Yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka. Na kumwamini yeye aliyenipeleka. Yuna uzima wa milele. Ana uzima wa milele. Wala aingii hukumuni. Wala aingii hukumuni. Bali amepita kutoka mautini. Ingia uzimani. Haleluya. Aingii katika hukumuni. Bali amepita. Yaani amepita hukumu. Mambo na hukumu, hakuna hukumu. Maana anasema alisikia neno lako. Already sasa tumesalisikia na kuliamini na kumwamini yeye aliyeletwa ama aliyepelekwa na Baba. Baba mwenye imani anasema kwamba alisikia neno langu na kuamini aliyenipeleka. Alisikia neno langu na kuamini aliyenipeleka. Ana uzima wa milele, wala aingii hukumuni. Haleluya. So, as long as wewe umesikia hili neno na ukaamini ndani ya Kristo na ukaamini yeye aliyempeleka ambaye ni Baba, wewe una hukumu. Uko na uzima wa milele na umeshapita hukumu ya aina yote ile. Haleluya. So hauna hukumu. It is very clear. So mtu anapokuintimidate, anapokuweka hofu ya kwamba unangojea hukumu, hukumu gani? Hakuna hukumu wewe ambao uko ndani ya Kristo. Haleluya. Wewe hauhukumiwi. There is no condemnation before you. Ndani yako hakuna hukumu. Any kind of judgment hakuna mbele za Kristo. Haleluya. Mbele za Baba, wewe ambao uko katika Kristo, sisi ambao tumeketishwa pamoja na Baba, hatuna hukumu. Haleluya. Shapita. Tuko mbali sana na hukumu. Maana hiyo yani we have separated with the judgment. Sisi hakuna judgment hata siku moja. Hakuna wakati itafika na haitabadilika. Kuna wakati kutafika kuwe na hukumu. Hakuna. Haleluya. Siko nini mnapokea kama mko na huruma? Ama ni ngumu. Unajua inakaa kama inawatia inaweka huruma ama unatafakari. It is like that. Ni maandiko yenyewe na yetu uko ndani ya Kristo. Hakuna hofu. Hakuna hofu. Na iko hivyo ilivyo. Hivyo nasema ndivyo ilivyo. Nothing will change it. Itakuwa hivyo. So usijihurumia ama uanze kuwa na waziwazi. Hakuna waziwazi. Kwanza unafaa kuwa na furaha. Maana kama ulikuwa umeambiwa kuna judgment, kama ulikuwa unaambiwa unangojea hukumu, wewe hakuna hukumu unangojea. Wewe umekwisha wekwa mbali na hukumu. Mbele za Baba hauna hukumu, hauna lawama, hauna chochote ambacho, hauna mashtaka ya aina yoyote yanayoweza kukuhukumu ama yatakayo sababisha uingie katika hukumu. Haleluya. Tumsifu Yesu. That is the thing. So unafaa kuwa na furaha wakati wote ili ukaweze kumtumikia Baba, ukaweze kutumika ndani ya Kristo katika njia zote zile, ukijua kitu kimoja kwamba wewe mbele za Baba hauna hukumu. Umekwisha toka katika hukumu. Haleluya.
Wewe hukumiwi milele, it will be like that. There is no judgment unto you. Wewe ambao uko ndani ya Kristo. Tumsifu Yesu. Iko hivyo. So watu wanabao watatuambia, imagine mpaka watu leo hii, yaani wewe uko katika Kristo. Yaani si kwamba hata wale ambao bado hawajaokoka, wale ambao hawajaokoka, maybe you can tell them they will be judged if they were not a believer. Lakini na yule ambaye bado asha-believe, ashaketishwa, ashaoshwa, ashatakazwa, ashatengwa, unamwambia nangoja hukumu gani? Ni ufahamu. So as long as umepata ile ufahamu, hauwezi kuhubiria watu vitu kama hizo. Tumehubiriwa vya kutosha. Kwani nataka kuniambia tumeokoka jana? Hatujaokoka jana jamani. Tumekaa kwa wokovu. Lakini tulikuwa tu tunaambiwa tunangoja hukumu. Lakini leo hii ndio tunajua kwamba sisi hakuna hukumu ndani yetu. Hata wale wengine maybe hawako mahali hapa ama wako katika neema, hawajapokea neema. Na yeye kwanza, yeye hata ni mchungaji. Usisahau. Yeye hata ni mchungaji lakini anangoja hukumu. Yeye ni mchungaji, pastor, mzima, bishop, anangoja hukumu. Sasa so usione kama ni vitu ambavyo tuliambiwa kwamba tunangoja hukumu na tulikuwa ndani ya Yesu. Nini ilichange? Hakuna kitu kilichange. Kile kilichange ni ufahamu ndani ya Kristo. Hallelujah. Akatufunulia zaidi, akazidi kutuelimisha yeye nini, yani tukapata sifa, tukapata kuelewa Baba upendo wa Kristo ndani yetu, jinsi ambavyo huo wokovu na dhihirika katika maisha yetu, ya kwamba tukakuja kujua kumbe tuko ndani ya Kristo. We are free, to have that freedom ya kumwabudu Baba katika hali, katika kweli na yote, bila kungojea chochote, bila kuwa na hofu ya kungoja hukumu ya aina yoyote. Unaambiwa kwamba eti kuna yani sasa hiyo ndio wanagunaza na wanakuambia kwamba kuna malaika, yani anachukua ripoti yako kwamba anaandika, anapeleka mashtaka mbele za Kristo, anapeleka mashtaka mbele za Mungu wako, ya kwamba kila siku unapodanganya anaweka mashtaka, unapoiba kitu cha mtu anaweka mashtaka, unaposifanya nini anaweka mashtaka, anapeleka kwa Mungu. Yani ili kwamba upate sana mashtaka, maana huwezi kuhukumiwa kama hauna mashtaka. Kama utastakiwa, kama hakuna mashtaka inayokukushika, huwezi hukumiwa. Tunaambiwa kuna malaika anachukua rekodi. Yaani anachukua rekodi yako ili apeleke kwa Mungu. Ni maandiko ama inakuwa ama ni creative? Ni maandiko. Na maandiko yanasema kuna malaika fulani anachukua rekodi za watu. Ama they created some imagination ama ni ndoto na maono wenda. Maana I don't know walitoa wapi, ama hata kwa Agano la Kale iko. I don't think. Sijui kama iko, maybe. Kama wanatusikia wanaweza tuelezea through mtandao, maana ukituma pale hiyo maandiko tutaangalia uenda. Sasa kama kuna huyo malaika anayeandika mashtaka ya waamini ya waamini, anapelekea mwenye ambaye amewaondolea hukumu, hata sijui kama inaingia eti sasa rekodi yako, rekodi, alafu anasema utafunguliwa video ya yale ambayo ulikuwa unafanya. Sasa hata huwezi ruka. Sasa wakati ambapo ni wa judgment, ile siku ya hukumu, hata unapojaribu kuruka ni kama kuna CCTV kamera Mungu ameweka ya kukuangalia. Sasa kuna CCTV bila ambavyo unajua, kwa mfano mahali ambapo kuna CCTV hata huwezi ruka, maana unaonekana ni wewe mwenyewe, hakuna vile unaweza fanya ruka. Sasa wanasema kuna CCTV hiyo siku sijasema wanasema kuna CCTV, lakini wanasema utapewa video, yani video itawekwa jinsi na ambavyo hiyo sinema zuni sinema. Kwani kama kuna sinema lazima kuwe na CCTV, video kamera za kuchukua. Wanamaanisha kwamba yani utawekewa uangalie yale yote ulikuwa unafanya. Sasa hiyo ndio itakuhukumu. Kila mmoja amehifadhiwa yake. My friend, Mungu ana mahali pa kuweka kumbukumbu za dhambi za mtu ama makosa ya mtu. Anasema hata yani dhambi zetu hawezi kukumbuka. So hakuna mahali ambapo ameweka kumbukumbu. That is the thing. Hakuna mahali Mungu akona kumbukumbu za makosa ya watu.
As long as uko ndani ya Kristo, yote yamekuwa sawa, yote imenyooshwa ndani ya Kristo. Umekuwa safi, ni kana kwamba haujawahi hata danganya. Yaani unapopokea Kristo, let you know today, unapopokea Kristo, when you believe unto Christ, unakaa kana kwamba hata hujawahi hata tusiana. Sawa, hakuna kumbukumbu. Uongo kabisa. Wala ambao wanakuambia kuna kumbukumbu, hakuna. As long as uko ndani ya Kristo, umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamekusha, tazama mapya yamekuja. So yale ambayo ni mapya hayana kumbukumbu ya aina yote. Yale ambayo ni mapya hayana uongo. Yale ambayo ni mapya hayaoni usherati. Hayaoni chochote ambacho kilikuwa kidhaifu mbeleni. Kile ambacho kinaonekana ni neema ya Kristo, maana imekuja. Kile ambacho kinaonekana ni uzima peke yake. Hakuna hukumu ndani ya Kristo. Hakuna kumbukumbu. Haleluya. Sijui. Because hata haieleweki vile ambavyo wanavyoiput. The way they put it, I don't know. Maana yaani eti tunangojea hukumu watoto wa Kristo. Na amesema yeye mwenyewe vizuri 17 John 3:17 amesema vizuri 17, kwa maana Mungu hakutuma mwana ulimwenguni akuje kufanya nini? Kuhukumu ulimwengu, bali kupitia yeye. Kile ambacho lengo la Mungu kupitia kutuma mwana, alikuwa anataka watu wapate uzima, waondolewe dhambi, wapate uzima wa milele na hukumu iondoke ndani yao. Haleluya. Ate alafu bado unaambiwa eti tunangoja hukumu. Kwa nani? Na nani analeta hiyo hukumu? Nani? Can you tell us please? Because you are telling people so. Sio tusomea hiyo 1 Peter. When I'm doing this, ninaona kukuexplainia vizuri wewe ni nani ndani ya Kristo. Si kwamba ni mambo ambayo naota. Si kwamba ni kuimagine. I'm not imagining. When I'm telling you that, when I'm speaking out to you like what I'm saying, my friend, I'm not dreaming. It is not a vision. Nasema si maono. Na si ndoto. Matthew, waambie si ndoto. Ni mujibu wa maandiko ya Kristo. Yaani si kwamba tunaota. Hatuoti. Hatukukaa alafu tukaimagine tukaona kwamba ni kama Mungu hawezi. We are not imagining. It is real thing. Nasema hivi, we are not dreaming. Whoever is listening to me, I'm not dreaming. I'm saying the real thing. And that's why tunajaribu kutafuta maandiko ili tukaweze kusupport kile ambacho tunakizungumza ndani yako, ili kikuelewe katika ufahamu sahihi. Haleluya. So ya kwamba tunapozungumza hivi si kwamba tunaota. So hata unapoona tunasoma maandiko ili kwamba tujaribu kukuweka katika uwazi vizuri, So kwamba hauna hukumu. Tunaposema uko na uzima, tunakupa thibitisho kwa nini uko na uzima. Si kwamba ulikaa chini ama tulikaa chini tukafikiria tunaweza kuwa na uzima. No. Hatukukaa chini hivi ama mtu akae chini hivi akama hapo na thinking na kwamba unaweza kuwa na uzima. No. Ni kwa mujibu wa maandiko. Maana maandiko ndio yanayo explain ama yanayo tell us who we are in Christ. Hiyo ndio inayotudhibitishia sisi ni akina nani katika Kristo. Haleluya. Maandiko. That's why tunajaribu kukusanya maandiko ili ya kuweza kukonfirmia. Sasa hata mtu akikwambia, akijaribu kudanganya ama alete ufunuo tofauti na umuulize na hii nayo, hii utaifunua aje? Kwa mfano hii akasema Mungu hakutuma mwana ulimwenguni akuje kuhukumu. Alafu mwambie hii utaifunua aje? Utaiweka aje zaidi ya hivyo umesema? Utaibadilisha aje basi? Utaleta ufunuo gani?
Kwa mfano inasema kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu. Utaiwekaje? Utaifunuaje zaidi ya vile? It is very clear. Self explanatory, hata haitaki hata mambo mingi. So utaiwekaje? Utatuwekeaje? Utatuexplainiaje nao? First Peter 1:18 mpaka 19. Waraka wa Petro wa kwanza 1 kuanzia 18 na 19. Waraka wa Petro 1. First Peter chapter 1 verse 18 to 19. First Peter chapter 1 verse 18 to 19. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, si kwa vitu viharibikavyo, fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa mababa zenu, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Kristo. Sio kama umesikia vile ulivyokombolewa. Amesema vizuri, nyinyi hamkukombolewa kwa vitu viharibikavyo, yani kama vile wale ambao walikuwa, wale ambao walitangulia manabii na waandishi na whatever, vile ambavyo walikuwa wamekombolewa. Maana damu yao, damu ile ilikuwa inaokoa, ilikuwa ya wanyama na vitu vingine viharibikavyo. Lakini anasema 19 vizuri, ana explain kile ambacho, vile ambavyo uliokolewa, yani vile ambavyo ulikombolewa. Kwani mtu amekombolewa akona hukumu? Unajua, kwa mfano kuna mashtaka ambayo ulikuwa nayo kwa case fulani. For instance, tuseme sasa umestakiwa umeiba hii kiti, alafu uende upatikane you are unguilty au guilty. Hii kitu imeondolewa sasa, umekombolewa kwa hiyo shtaka. Watasimama na nini wakuhukumu? Watasimama na nini? Hii simu hata hakuna evidence. In fact, unaambiwa simu ndio uliiba, na wakifuatilia wakakuta hata huko na simu, you are found unguilty. You are not guilty. We will never judge you. Even judge mwenyewe atasema we have gotten this person unguilty. We release him on free of chance. Hata hakuna bond, hakuna hata fine, hakuna hata nini, anamwachilia. Yani roho safi tu. Hivyo ndivyo tulivyo ndani ya Kristo. Hatuna, yani tumeachiliwa, yani tumekombolewa tu. Yani hukumu ambayo tulikuwa tuwekewe hakuna. Ndio sababu inasema hapo hiyo 19, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Yani hiyo ndio ilifanya, yani ikasimama, yani hakuna kitu kinaonekana kwako. Wewe ni msafi mbele za Kristo. Haleluya. Yani wewe hata wakikutafutia nini, imagine ka uongo tu. Ndiko wanasema kwamba kanaweza funika hii eti. Yani kanaweza dhihirika, yani kanaweza overcome them. Ile sandaka iliyotolewa tijio ka uongo, yani kanaweza overcome hiyo nguvu ya sandaka iliyotolewa. Yani kana nguvu, imagine, yani ka uongo tu. Yani umekuja ukaambia mtu mimi jana sikuwa around na ulikuwa around. Yani hivyo tu kusema hivyo eti kana nguvu, yani ya overcome ile sandaka ya Kristo. You are not serious, eh? Gonna msaba hivi. They are not serious. Yani tu mtu yana kwa, yani tu just because umepitia ukachukua, yani ndizi ya mtu, ndizi tu akiwa anauza ukachukua ukaenda, yani eti ime overcome that power ya sacrifice ya Yesu. Hapana. Hiyo hapana. Hiyo haiwezi kwa hivyo, wallahi haiwezi. Yani hivyo tu. Yani because umeenda, imagine ukachukua Guinness chupa ya Guinness hivi. My friend, ni kama maji. Kwani vile unaenda unakunywa maji ina affect na nini? Na by the way ulitoa akili ya kujuaje hiyo ni pombe. Na pombe kwani iko na shida gani?
Sikwambii ukakunywe. Lakini jaribu yani kupata picha ya kwamba eti juu ya kukunywa wako kapombe kandogo hivi ama hiyo chupa hiyo umekunywa eti yani overcome the blood of Christ. Overcome the sacrifice that God himself offered unto you. Yani hata ileti kabisa. Tumsifu Yesu. Yeah? Yani vizuri ana explain kwamba si kama ile ndamu iliyokuwa inafanya wakati ule wa wale waliokuwa wale waliokuwa huko. Wanasema forefathers, but they are not our forefathers. Sema ni manabii na waandishi na Mafarisayo na wale wote umidi waliokuwa. So si kama hiyo sadaka iliyokuwa inawatetea mbele za Mungu, si kama hii sasa. Si kama yenye tuko nayo. Maana ile ilikuwa na upungufu. Ile ilikuwa inaweza kuovercome na uongo by the way. Ile yao ungedanganya ingekuwa maana sasa ile yao ilikuwa inasitiri. Unajua kusitiri ni kufanya nini? It just ni kama covering. Something that you are covering, it means iko bado. The moment that you will uncover, it will be seen. Ama that's what ile ya kitambo ilikuwa inafanya. Lakini nayo hii yetu ni tofauti, ambayo we are proud of it. Si kwamba ilicover. Kwa mfano kama ni hii ilikuwa hapa imewekwa hivi kakuja ikatoa. So there is nothing ambayo inaonekana. That is the difference. So that's why wale walikuwa wanasitiri yao. Na ndio wanasema kwamba it is not like there. Hii yetu. So yetu haiwezi overcome, yani haiwezi kushindwa nguvu atuvitwa twa mwili hata haingii kabisa so we have that freedom in Christ ya kwamba imagine kuna wawili tofani juzi ama nili nakuta mtu anaweza topic. The topic of today is how to maintain grace in your life. Alafu anakuambia by abstaining yourself from bodily things. Yani kwa kujitenganisha na mambo ya mwili, you can maintain the grace. Eti kwa kutokunywa you can maintain the grace. No, hiyo ni uongo. You cannot maintain the grace. Ukashikilia hiyo neema kwa abstain yourself from those things. Yani unakuta mwingine anasema topic of today is on how to receive grace. Alafu nakwambia how to receive grace when you are visiting you see, when you are committed, the commitment ile ambayo unaonyesha katika kazi ya Mungu, ndio una receive grace. Yani sijui wanavitoa wapi. I don't know where they get from. Lakini siko huko. But I wanted to yani kukuonyesha vile ambavyo watu wanakonfusiwa, wanapotoshwa. Yani mpaka hata hawajielewi, hawajifahamu. Hallelujah. Sasa so hakuna hukumu kwa hiyo ambayo uliye katika Kristo. Never and ever will there be judgment unto your life. Hiyo ndio unafaa kujua na unafaa kufurahia, bali ndani ya Kristo. Hii ni kitu very clear. Warumi, I mean, Waebrania, tusoma Waebrania as maybe we are summarizing, I don't know. Waebrania 9:11-12. Warumi, Hebrews 9 kuanzia
Waebrania 9:11 mpaka 12 nasema, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo. Ona, hapo sasa nataka tupate vile ambavyo hii lugha anayotumia na majira ambayo anatumia. Anasema twende, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, ikiwemo kuondolewa hukumu. Anasema wa mambo mema yatakayokuwepo. So si kwamba we are waiting. Hii si wakati ambapo utakuja ujao, si wakati ambapo ujao. Hata kama ametumia hapa as you are speaking now, ni wakati uliopita. Sasa hapa alikuwa anatumia wakati ujao. Anasema tuanzie. Anasema aje? Lakini Kristo akisha kuja, lakini Kristo amekuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwapo, yaliyopo, mambo mema yaliyopo. Sasa tunapoongea ni mambo mema yaliyopo, si wakati tu kwamba tunayangoja, ni mambo mema yaliyopo. Sasa hii mambo mema yaliyopo atakapokuja, alikusha kuja, maana Yesu amekuja, aliye kuhani wa mambo mema yaliyopo ama yaliyokuwa ndani yake. Maana hayo yeye ndiye alikuwa nayo mambo, na alipokuja yakadhihirika. So already tuko nayo hayo mambo yanayozungumziwa, si kwamba we are waiting for them, we have it. Tumsifu Yesu. Wa mambo mema yaliyopo ama aliyo nayo yeye ndani yake, maana yanadhihirika ndani yake, ikiwemo hukumu kuondolewa, yani ikiwemo uzima wa milele, ikiwemo yani si utakazo kuoshwa, kila kitu, ikiwemo mambo mema. Unajua mwingine anaposikia mambo mema, maana ni Yesu anasema, na kwa nini niko na umaskini? Si umaskini wa mwili jamani. Anaposema mambo mema, yes, kuwa na mali ni mambo mema. Well, and good according to understanding well. Lakini the Bible is not referring to those things. Anaposema na mambo mema yatakayo kuwepo. Sasa alikuwa anajaribu kuweka katika wakati ujao. Lakini leo hii are you waiting Christ? Lakini unasikia mtu anakuambia mambo mema yanayokuja, yani yanayokuja, eti gari inakuja, mambo mema, gari inakuja, mambo mema, unaenda kupata mtoto. Sasa in fact, in first place, we are not waiting Christ. He has already come. Na hii mambo yamedhirika, yale ambayo yalikuwa yatakayo, mambo mema yatakayo kuwepo yako nasi already. Iko, si kwamba tunaingoja. Hatuko wakati ujao. By the way, it is past tense. Ilishakuja. What you are doing, wale ambao bado hawajapokea ni kupokea. So kitu kinapokelewa, kinangojewa kipeano ama kishapeano? Kishapeano jamani. Ni kuendea tu. Anasema aje? Tukamalizia. Kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono. Maana yake isiyo ya ulimwengu huu. Isiyo ya ulimwengu. Imeweka clear. Lakini wakati mtu anakuambia mambo mema yanayokuja, unaenda kupokea visa ya kwenda si visa ni ulimwengu, my friend. Anasema mambo yasiyo ulimwengu. Mambo yasiyo ulimwengu. Ulimwengu ule mwingine ndani ya roho. Katika yani the world in spirit ndio tunapokea. Sasa hata kama uko na umaskini jamani, si kwamba una mambo mema. Yani hata kama saa hizi unalala njaa, imaanisha una mambo mema haya hujayapokea. You have them. Ama tunakuta sasa mtu anaambiwa kwamba eti jua anagonjeka bado hajapokea mambo mema. Hii ni mwili jamani. Anasema si ya ulimwengu, bali ni in Christ, katika spirit. So we have already received them. Already tuko na uzima. Hata kama utakuwa mdhaifu katika mwili, understand that you have the eternal life. Wewe uzima, it is a guarantee unto your life. Si kwamba eti mwili uko mdhaifu, unasikia uchungu eti unaanza kusema mambo mema sijayapokea. Useso. Si ya ulimwengu. 12 nasema aje?
wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. Si kwa damu, si kwa damu sio ya, ni kwa damu yake mwenyewe, na aliingia once mahali pa Holy of Holies na akafanya ukombozi wa milele. So there is nothing you are waiting for. Everything is finished. Yote yamefanya nini? Onigire. Si unajua dhambi tunaposema yote ni kwa mfano. Tunaposema yote usininukuu vibaya. Maana kuna yale bando unahitaji ufanye maybe kama kuomba, kama kutoa. Unajua bando hata kutoa hakukumaliza msalabani. Unajua wengine wanasema yote yamekwisha, sasa mimi I can relax. Sasa ukirelax jameni, kuna mambo mengine. Kuna maandiko yanasema kwamba mambo yani si matendo mema ni kwa ajili ya wanadamu. So yeye hakumaliza. So long as you are living, kuna mengine hayakumaliza. So tunaposema alimaliza yote ni mambo kama hukumu, hiyo iliisha. Hakuna hukumu unangojea. Mauti yalitolewa, yani yalishindwa, yani yaliondolewa ndani yako. Hauongojei mauti. So hiyo ndio mambo. Those things is anasemea alimaliza. Alizifanya ukombozi wa milele. So wewe uko na ukombozi wa milele. Na mtu ambaye ako na ukombozi hawezi kuwa anangojea hukumu. Hukumu ya aina gani? Yeye tu umekombolewa milele. Na anasema kwamba umeokolewa milele. Milele na milele umeokolewa. Lazima kwamba atakuja kuingia tena, aliingia once, mara moja. Patakatifu. Patakatifu. Haleluya. So usianze kuzifikiria eti nangojea sijui. Aliingia once and for all. Na hakuna akuji kurundia. Hizi kitu anakuja kurundia. Ashaingia, ashamaliza kila kitu. Haleluya. So aliingia mara moja na akafanya ukombozi wa milele. So wewe umefanyiwa ukombozi wa milele. Umefanyiwa ukombozi wa milele wewe ambao uko ndani ya Kristo. Simple. That is period. Hakuna kitu kingine. Umefanyiwa ukombozi wa milele wewe ambao uko ndani ya Kristo. Haleluya. Kile ambacho unahitaji wewe kuelewa ni kupata hiyo ufahamu. Unajua shinda nini? Ni ufahamu watu wana. Na watapataje ufahamu? Na maana maandiko kwa John inasema watajuaje bila mhubiri? Wako na wahubiri lakini hao wahubiri hao hata wao wenyewe hawajui, wanahitaji wahubiri. Lakini sasa ukianza kumhubiria anasema sasa utamwambiaje wewe ni wajuzi? Hii mambo haitaki mambo ya juzi. Haitaki eti wewe uliokoka miaka 40. Watajuaje? Sasa kile ambacho unahitaji wewe kupata ni ufahamu katika akili yako. Usitafakari even na single minute kuhusu hukumu. Yaani maisha yako. Haleluya. Uelewe kwamba wewe kwa wakati wote unasema mimi sina hukumu, mimi ni mwana wa Mungu, mimi nimetakaswa, mimi ni msafi, mimi ni kila kitu. Sasa hiyo ndio mambo unafanya kusema. Hata ukisikia mahali wanahubiri wanasema kwamba tunangojea hukumu, unasema hiyo ni yao. Mimi kile najua sina hukumu. Kile najua I'm not getting any judgment, any kind of judgment in me. Hakuna. Tumsifu Yesu. Ndio kitu unafaa kuwa sasa. Wewe unaimba, inakuwa wimbo wako kila siku. Wherever you go, kwa mfano utaenda maybe ukuta mtu, unajua hauwezi kama umemkuta anasema hivyo, sioni kama unaweza enda kumwambia aje. Lakini sasa wewe nawe mahali ambapo ulipo, maana kwa mfano tuseme wako na crusade, wewe unapita. Ama maybe umekuta acha tu nisimame. Unajua si vibaya kusikiza by the way. Hata kama ni mtu wa dini, unaweza msikiza. Hapo ukimsikiza, uenda Mungu akupe nafasi upatane na yeye. Wewe tumkae naye. So kusikiza si mbaya. Sasa maybe uko pale ama unapita, nasikia akisema kila mtu dunia mzima anangojea hukumu. Hata wale ambao wako hapa nasema kwamba mwakoka unangojea hukumu. Sasa be ready for the judgment. Nasema hapana. Wewe ndani yako unajua kwamba hii si yangu, hii hainihusu. Hainihusu. Ndio wala sikiozi wanasabanga siji. So I'm trying to tell you that kile ambacho unafaa kuwa una ring in your mind.
ya kwamba there is no judgment awaiting you. There is no judgment awaiting you. Wewe mtoto wa baba, mtoto wa Mungu, wewe mtoto, wewe mwana, umefanyika mwana wa Mungu. There is no judgment of any kind awaiting you. Hallelujah. Uko free ndani ya Kristo. Whichever it is. Hebu tumalizie kwa leo na Wakolosai 2:14. Wakolosai 2:14. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaikongomea msalabani. Hebu ndiye tena. Maana nimekuambia kwamba hakuna kitu ambacho kimehukumu. Maana hakuna, yani hata watafute wapi, hata itafutwe na nani, hakuna. Sasa hebu turudie hiyo Wakolosai tena 14 hiyo mbili. Anasema akisha kuifuta ile handi iliyoandikwa. Unajua ilikuwa imeandikwa. Sasa wewe before Christ, kama Yesu angekuja, haungeepuka. Sio kama unaelewa. Na nataka upate, kama Yesu angekuja, haungeepuka hiyo hukumu. Unajua ilikuwa mpaka imenakiliwa. Yaani mpaka na something that is written, it endures forever. Haiwezi saulika. So Mungu angesahau. Ingekuwa si vile Yesu alikuja, my friend, angesahau, lazima ungepitia kwa hukumu. Maana anasema akishafuta ile andi ilikuwa imeandikwa. So unajua ilikuwa imeshaandikwa, lakini kwa upendo wake tena. Maandiko yanasemaje? Akishaifuta. Na unajua ndio amekwisha ifuta. Unapoangalia maandiko yanaandikwa katika wakati ujao, lakini katika muktadha sahihi unafaa kuelewa it is something that already has happened. Hallelujah. So anaposema akishaifuta ile ahadi, endelea kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Unajua ilikuwa imeandikwa ya kutushtaki. In fact hakuna mtu ambaye hakuandikiwa hiyo angestakiwa before Christ. Mtu yote angestakiwa. Lakini anasema kwamba akishaifuta ile ahadi iliyoandikwa ya kutushtaki, kwa hukumu zake. Kwa hukumu zake, hukumu za Mungu alikuwa ameandika, na lazima tungeingia kwa hukumu before Christ. Hiyo ndio nataka ninapozungumza, nataka upate picha ya kwamba before him. Na if you are not him, even kama angekuwa yeye na yule ambaye in case maybe weapon yani utoka katika mwili kama hujapokea hii, ukweli ni kwamba bado unaweza pitia mengi, because that is the only way you can escape from that judgment, by believing in katika hukumu zake. Umaliza? Iliyokuwa na uadui kwetu. Unajua hukumu zake zilikuwa na uadui. So we were enemies. Because alikuwa mpaka hata ameandika. So hizi hukumu kama si Kristo alikuja kusiondoa, tungekuwa na uadui. Lakini leo hii maana amekwisha ondoa. There is no enmity between us and our Father. Hallelujah. Akaiondoa isiwepo tena. Akaiondoa isiwepo tena. Si kwamba alifunikia, si kwamba alisitiri, si kwamba aliweka mahali, si kwamba alienda akaifani. Aliondoa isiwepo tena. Kuondoa kitu ambacho, na aliondoa permanent. Nasema aliondoa permanent. Hakuna kitu ambacho alibakisha. Si kwamba alienda akaiweka mahali, si kwamba alienda akaifani mahali, si kwamba alienda akaifunikia. Aliondoa kabisa. Yani alivuta na akaondoa na akaitupilia mbali, ikameswa ndani yake. So mbele zake sisi hatuna hukumu. Haleluya. Ile ambayo ilikuwa imeandikwa, ile andi ya mashtaka katika hukumu zake, iliyokuwa na uadui mbele zake na sisi, hakuna. Aliondoa na akaondoa kabisa. Haleluya. So we are clean before him. We are free before him. Haleluya. Na malisia kusema akaikongomea msalabani. Haleluya. Sasa ilikolewa msalabani. So haipo tena. It's no longer there. Umesikia? Haiko tena. So hakuna hukumu ambayo iko saa hii
Wewe kwa wewe muamini. Haleluya. Sasa usikuwe na wazazi mtu anakuambia unangojea hukumu. Hukumu gani? Bible is very clear. The scripture is very clear. The word is very clear by itself. Ya kwamba akisha ondoa ile andi iliyokuwa imeandikwa katika hukumu zake ambayo ilikuwa na uadui kwetu, akisha iondoa na maandiko yanasema kwamba akaiondoa kabisa, akaiongelea msalabani. Haleluya. It is like that. So wewe una hukumu mbele za Kristo. And from today, wewe enda ukijua kwamba ukijielewa wewe ni nani katika Kristo. Mtu anapokukubalia judgment. It is better maybe kama wanaambia wale ambao hawajaokoka ama wale ambao bado hawajaamini, hawajasaliwa mara ya pili, they can tell them so. Inaona maybe wakaweze kuwanasa. Wanaweza kuambia kama hutaingia ama hutaokoka, maybe unaweza ingia, utaingia kwa hukumu. Well and good. Maybe that can work. Lakini for you who are in Christ already, my friend, mtu asikuhubiria kuna hukumu mbele zake. There is no judgment is awaiting you. Hallelujah. Wewe uko free ndani ya Kristo. Wewe uko free siku zote mbele za Kristo. Hauna hukumu. Hakuna hukumu mbele zako. Hallelujah. Hakuna hukumu. Hakuna hukumu. Tumsifu Yesu. So, hiyo ndio nilikuwa nataka upate So uko heri wewe ambaye uko katika Kristo. Na wewe ambaye uliingia siku ya leo ukaweza kujua kile ambacho kiko ndani yako. Hallelujah. I told you write as part 1 ama volume 1. Because of the time, that will be our end of volume 1 for today about the judgment. So, kile nataka uelewe ni kwamba ukitoka hapa wewe ukae ukielewa kwamba hata kama tuendelee zaidi katika hii mafundisho ya kuhusu hukumu, already that it ambao umekwisha pata, umekwisha pokea, inakusimamisha, inakupa stamina za kuwithstand that hakuna judgment is awaiting you. Hallelujah. There's no judgment awaiting you. Ukiwa ndani ya Kristo, wewe ambao uko ndani ya Kristo, umesaliwa mara ya pili. Yaani umekuwa kiumbe kipya. Maandiko yanasema kwamba aliondoa akaitoa. Si kwamba alifunikia, si kwamba alizidi, si kwamba alihifadhi. Aliondoa na akaivuta. So wewe hauna judgment. Hallelujah. That is the thing. Let us stand. Tusimame kwa miguu zetu. So tutaendelea ili zaidi tuweze